Maswali muulizia kuhusu mtoto wa nje ya ndoa, sema ni mtoto wa mama, chukui ubini wa baba yake. Kwa nini? Anauliza kwa nini imekuwa hivyo. Kwa sababu ndio sheria inavyotaka, na hii yote inaonyesha ubaya wa tendo la zinaa. Tendo la zinaa linasababisha mtoto anakosa haki zake. Wanakutana watu wawili, mwanamke na mwanamume, wanashindwa kufunga ndoa, wanafanya zina na uchafu, na hatimaye mwanamke anabeba ujauzito, anazaa huyo mtoto nje ya ndoa. Kwa sheria za Kiislamu ananasibishwa huyo mtoto ni wa mama yake, majukumu yake ni ya mama, anachukua ubini wa upande wa kina mama. Lakini hii haina maana kwamba kama alivyouliza muulizaji, je, huyu mtoto inakuwaje mtoto wa mama wakati kitendo limefanywa na watu wawili? Sawa, tendo limefanywa na watu wawili, lakini mwenye makosa zaidi katika tendo hilo ni mwanamke, na ndio maana anabeba hiyo dhamana. Kwa sababu mwanamke alitakiwa yeye aelewe kwamba ili tendo la zinaa lifanyike ni lazima yeye aseme yes. Ili tendo la zinaa lifanyike ni lazima mwanamke afanye nini? Akubali. Mwanamke akikataa, zinaa haifanyiki, na kama itafanyika itakuwa ni kubaka, sio zinaa, na hiyo inakuwa na hukumu nyingine tofauti. Lakini tendo la zinaa lile kabisa limefanyika, watu wawili wameridhiana, wametoka, wamekwenda wanapokwenda, wamefanya uchafu ule, ina maana aliyokubali tendo lile lifanyike ni mwanamke. Amedanganywa na mwanamume, na yeye amedanganyika, na mwanamume ameutumia mwili wake. Yeye alikuwa anatakiwa ajue kwamba atapata ujauzito, taharibu heshima yake, yote hakutambua. Mwisho wake amepata ujauzito, ameshika miezi 9 mtoto tumboni, baba hana habari, mwanamume hana habari. Shafanya ya kwake, ameshakidhi matamanio yake, ameshika 50 zake. Anayeteseka ni mwanamke. Miezi 9, kimpigia simu apokei, mara atamwambia sio ya kwangu, una ushahidi gani kama ya kwangu? Labda ulitembea na wanaume wengine. Anaanza kumtuhumu, mimi nitajuaje kama ni ya kwangu? Unaonyesha wewe ndio tabia yako hiyo, kutembea na wanaume, wewe mtafute baba yake. Sababu gani? Wewe ndio umejisababishia. Kwa sababu wewe ndio umekuwa ufunguo wa zinaa, unabeba masuhulia hayo. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu kwenye aya za wazinifu katika Qur'an alisema azaniyatu wazani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume wapigeni fimbo viboko 100. Kwa nini ameanza na wazinifu wanawake? Kwa sababu wao ndio wanaruhusu zinaa ifanyike. Mabinti, mnakubaliana na mimi au mnakataa? Hivi wewe ukisema hapana, zinaa itafanyika? Ukisema ndio, itafanyika. Kwa hiyo anayesababisha zinaa ifanyike ni mtoto wa kike. Ndio maana Mwenyezi Mungu akisema zania, akaanza na mzinifu. Lakini alipozungumzia waizi na majambazi alisema asariqu wasariqa, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke.